Uko fresh? Niko poa kabisa. Bwana nikutakie kwanza heri ya siku ya kuzaliwa, maana leo una furaha sana huko mitandao imechafuka huko, wanakupongeza sana. Asante, ni kumbukumbu ya siku ya kuzaliwa. Na nashukuru nimetimiza miaka kadhaa na maisha yanazidi kwenda. Wakati wenzangu wanasubiria waione mwaka mpya, kwangu mimi mwaka mpya tayari ushafika. Naam, ya siku ya kuzaliwa inagota kwenye siku ambayo wana Simba meneja hayupo, ameondoka. Sio hivyo, mimi na historia kama hiyo ya tatu, lakini historia ya kwanza ni kwamba ni mwaka mmoja tangu nimetoka Simba nimekuja Yanga, ni mwaka wa furaha sana kwangu mimi. Pia wapinzani wangu kwa maana ya Simba Sports Club wamemuondoa kocha wao. Lakini mimi sijafurahia sana kwa sababu nilitamani yule kocha aweze kuwepo ili naye tumfunge, kwa sababu tuna kawaida ya kuwafunga makocha karibia wote. Yaani mimi hakijanifurahisha yule kocha kuondoka kwa sababu hajapata bado dozi ya Dar es Salaam Young Africa. Mwaka mmoja kutoka Simba kuja Yanga. Nini kilitoa Simba kukuleta Yanga? Vitu vingi sana, vingine vinaanza kujitokeza sasa hivi. Mwanzo walikuwa wanielewa, walikuwa wanaona labda pengine nimeenda kwa maslahi mimi Yanga au nini, lakini hivi vinavyotendeka Simba sasa hivi ndio mimi nilikuwa navipigia kelele. Kwa watu ambao walikuwa wanifuatilia vizuri, walikuwa wanajua nini nilikuwa nazungumza. Nilikuwa napiga kelele namna ya muundo wa uongozi, namna ya mambo ambayo yanafanyika Simba, kiasi kwamba hawajali kwamba kuna watu ambao wanaumia. Yani kuna watu wanaumia, hawataki kukaribisha wanachama wapya. Ni klabu inakuwa kama ni mali ya mtu, na ndio maana hata Mo alivyoulizwa katika vitu ambavyo vya bei mbaya alivyonunua akasema Simba Sports Club. Kwa maana timu imenunuliwa, timu ina wenyewe, timu haitaki kwenda kwenye mifumo ya kutaka kukaribisha mashabiki nao wawe kama owners. Kwa hiyo ni vitu vingi sana, vingine vinaanza kujitokeza sasa hivi kidogo kidogo. Baadhi ya mashabiki kwa mfano kama mechi ya juzi ambayo walicheza hapa, walipoteza ile mechi ya moja hapa uwanja wa Petro Attack. Kuna wadau walifanya mbaya. Yani meja wewe uliona mbali sana, na sisi tunatamani tufanye kama maamuzi uliyofanya. Kumbe kuna vitu ambavyo uliviona vya ovyo ambavyo vinatendeka. Simba kuna changamoto nyingi sana kuliko ambavyo wao wanafikiri. Wao wanafikiri ni mtu. Sio mtu. Simba tatizo sio mtu. Tatizo ni mipangilio yao, yani namna ambavyo muundo wa timu ulivyokaa. Sio tatizo, sio Mangungu, tatizo sio Matola, tatizo sio kocha, lakini muundo wa timu yao ndio unawatesa. Na unapozungumzia muundo sasa unamaanisha nini? Pengine mtu anatamani kufahamu kwamba huu muundo ni nini, kama sio Mangungu, sio Matola, muundo huu ni upi ambao unazungumzia bwana Meja? Muundo wao wa kusema kuna mwenyekiti, alafu kuna wenye viti wawili, kwa kuna mwenyekiti wa bodi na kuna mwenyekiti wa timu. Hiyo ndio kitu kinachowatesa, kwa sababu huyu mwenyekiti wa timu yeye ana timu lakini fedha hana. Huyu mwenyekiti wa bodi ana fedha lakini timu hana. Huo ndio mgogoro hapo unaposigana. Alafu mwenyekiti wa bodi anatamani awe mkubwa kwenye timu, wakati huyu mwenyekiti wa timu naye anatakiwa awe mkubwa. Kwa hiyo ndio ugomvi wenyewe. Kwa kuna wakati wanapigishana shoti wenyewe kwa wenyewe kwa maslahi yao binafsi. Mo anataka awe mkubwa kuliko Simba, Mangungu anataka awe mkubwa kuliko Simba. Kwa hiyo huu mgogoro wao ndio unaowafitinisha. Kuna wakati wanaweza kumhitaji mchezaji, kwa mfano wanamhitaji Meja. Meja labda anahitaji shilingi milioni 50. Kwa hiyo lazima kuna kikao kikalike kati ya hawa bodi ya wadhamini siwi na hii timu. Kwa hiyo kitokea wanasigana hapo, huyu mchezaji anaondoka anaenda kucheza timu nyingine. Umenisoma? Kwa hiyo ndio vitu ambavyo vinawatafuna sana, lakini sio kocha, sio Mangungu. Mangungu hata akiondoka, hiki kinachoendelea kitaendelea kutendeka, kwa sababu Mangungu sio kiongozi wa kwanza kwa sasa. Ana msimu kama ana miaka kama 8 nadhani, lakini bado yale matatizo ya Simba yataendelea tukijua hata kama Mangungu kutoka. Wanamuonea tu Mangungu, lakini mfumo wao utengeneze. Mbona Yanga tunachonufaika sisi ni mfumo wa kumweka rais. Umeelewa? Yeye ana kabineti yake ambao wanaita kama tendaji, ndio wanafanya kazi. Kwa hiyo rais anakuwa na mamlaka na mandate ya kuzungumza chochote, kufanya kazi zozote. Sisi Waswahili na hasa wa Tanzania, baadhi yetu, ukimpa kila mtu nafasi ya toe maoni, hamwezi kujenga kitu. Kwa hiyo ndio maana engineer akihitaji mchezaji, anaenda sehemu anachukua mchezaji, anaweka hapa. Ikitoka wakati mwingine labda kuna bahati mbaya, labda mchezaji hajaperform vizuri, basi tunakaa tunasema aje. Kwa mfano Dube, ingekuwa Dube anacheza kwenye timu ya Simba, sasa hivi tayari angeshamfukuza. Tunamvumilia kwa sababu gani? Tunazungumza lugha moja. Yaani tumekubali kwamba engineer tumempa timu, tunamuamini. Umeelewa? Basi hata kama kuna changamoto nyingine kwamba imetokea tumefungwa, tunapiga makofi kwamba tumefungwa kimpira. Lakini wenyewe wakifungwa wanaamini kwamba fulani anawafungisha. Hakuna mtu anayetoa siri za Simba. Hakuna siri inayotoka. Wao wenyewe wanakiri kwamba yupo. Hakuna siri inatoka. Yaani mifumo yao ndio inaowaumiza. Kuna siri gani sasa? Hakuna siri yote. Hakuna siri ambayo inatoka. Hivi vitu hata kwetu sisi Yanga, kuna wakati mwingine unaweza ukakuta kitu kimetoka kwa mwandishi kabla ya wewe. Kwa mfano masuala ya usajili, unaweza ukasikia Mohamed Dumbia anasajiliwa Yanga. Wewe kama wanachama wa Yanga hujui hicho kitu, lakini baada ya siku kadhaa
unamkuta kasajiliwa. Sasa hizo uwezo kazita siri. Hizo ni tetesi ambazo kwenye nchi zote duniani zipo. Yaani sehemu zote unaweza kusikia Ronaldo anahitajika timu fulani, mnaweza mkabishabisha, lakini mwisho siku ukakuta kwenye ile timu kaenda. Kwa hiyo sio swala kwamba kuna siri zinatoka. Ni masuala ya wakati mwingine mtu unamtania unafanya, lakini hakuna, yani kinachoumiza wao sio siri. Umeelewa? Ngoja kwanza. Ukitaka kusema ni siri, kuna wakati sisi hata tujui Simba inafanya mazoezi wapi. Simba inajipanga vipi? Hivi vilabu kwa maana ya Simba na Yanga ni taasisi kubwa sana. Umeelewa? Mimi nimeenda Yanga mpaka sasa hivi kuna vitu kibao sivijui. Lakini naweza nikaingia kwenye jengo la Yanga, nikaingia kwenye vyumba vya Yanga kwa maana ya pale Jangwani, lakini siwezi kukaribishwa karibu na timu kwa sababu mimi ni mdogo sana kwenye Yanga. Umeelewa? Kwa hiyo hata huyo anakuambia sijui kuna siri fulani anazijua, hapana, hamna mtu anayejua siri. Muundo wao wa timu ndio unaowatesa. Wakiamua kutengeneza muundo wa kumsimamisha mtu mmoja na wakamwamini, wakasema Simba sio timu mbovu, wachezaji wa Simba sio wabovu. Umeelewa? Hawa wakitulia wakapata utulivu mzuri ni wachezaji wazuri sana. Wana kikosi kizuri, wana wachezaji wazuri, lakini kinachowafanya wao washinde kuperform vizuri wakati mwingine ni namna ambavyo mfumo, yani muundo wa uongozi wao unavyowachanganya. Lakini umejaribu kuelezea kwamba huu muundo ukiendelea kwa hivi Simba haitaweza kuendelea zaidi, lakini tunaangalia kipindi cha nyuma, misimu kadhaa Simba imefanya vizuri, ilikuwa katika huo muundo. Unahisi labda shida ni nini? Kwa sababu miaka kadhaa nyuma iliyopita Simba imefanya vizuri, imechukua mataji takriban 4 ya ndani, lakini pia imefanya vizuri klabu bingwa takriban mara 4 mfululizo kwenye robo finali za klabu bingwa, na mfumo ulikuwa ni ule ule. Hapa nini hasa ambacho kimebadilika mpaka kinaleta hii taharuki ndani ya Simba? Ujue unaweza ukaona kiosha kikombe nje ukahisi kikombe kimekuwa kisafi. Kikombe kinatakiwa kioshwe ndani. Simba kucheza sijui finali shirikisho sio kama matatizo yao yameisha. Yani hivi ni kama moshi fulani unafuka chini. Yani unaona kuna moshi lakini moto unakuwa uko chini. Simba hata akichukua kombe la Afrika matatizo yao yako pale pale. Yani mfumo ndio unaowatesa. Sio kwamba eti Simba hawezi kushinda kwa sababu eti kuna changamoto. Hii ni taasisi kubwa. Umeelewa? Simba na Yanga ni taasisi kubwa. Kwa hiyo swala la kwamba eti kwamba mbona walishinda, mbona walikuwa wanafanya vizuri, tatizo lao liko pale pale kwamba muundo wao ni wa changamoto. Ukiangalia timu yao namna ilivyo, imekuwa ni kama timu ya urithi. Imetoka kutoka kwa Azim Dewji akampa Kasim Dewji sasa hivi kamwachia Mohamed Dewji. Na naamini Mohamed Dewji akitoka atamwachia labda Fatma. Umeelewa? Imekuwa ni kama timu ya kisultani ya kifalme. Na ndio maana Mo ukimuudhi kidogo tu anakwambia mimi naacha timu. Kashabembelezwa mara ngapi? Lakini kwa Yanga pale huwezi kufanya hivyo. Yaani engineer juzi kati hapa tulivyo ile hatuchezi tunacheza. Wazee walimwambiaje? Ukipeleka timu uwanjani, hiyo timu itakuwa yako, sio yako sisi. Maana Yanga wanachama na mashabiki wana maamuzi ya ghafla, yani ambayo yani hawaangalii wewe tu umeofa nini. Lakini kwa Simba ikitokea mmoja anasema bwana kwa sababu asilimia hazijakaa vizuri mimi natoka, anabembelezwa. Sasa Yanga hakuna ubembelezaji. Ndio maana nakwambia mfumo wao na mfumo wetu ni tofauti. Ukiona timu kama TP Mazembe wamekuja kujifunza hapa mfumo. Wamekuja kujifunza kweli, sio kwamba utani. Wamekuja kujifunza kweli kwa sababu sisi namna uendeshaji wa timu yetu ni tofauti na vilabu vingine. Yes. Okay, sasa ameondoka Pantev, lakini pia tunaona kesho wako na mechi dhidi ya Mbeya City, lakini pia sidhani kama kwenye wakati wa kipindi hiki wanaweza kupata kocha ambaye atakuwa ni mzuri zaidi. Hawa ni watani zako, licha ya kwamba mmekuwa mkitaniana na kutamani wasifike mbali zaidi, lakini kuna namna ile ya Utanzania tu kwamba mwenzangu akifanya vizuri kidogo inakuwa heshima kwa taifa. Unawaona wapi Simba kuanzia mechi ya kesho, lakini pia kuelekea mashindano ya klabu bingwa kwenye hizi mechi ambazo zimesalia 4? Mimi naamini watafanya vizuri kwa sababu kocha anapoondoka, anapoingia kocha mpya sehemu yoyote, timu inakuwa ina perform vizuri, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji walikuwa wapata nafasi kwenye kikosi hiki, wanapata nafasi na wanataka wamshawishi mwalimu ili kwamba wanaweza. Umeelewa? Kwa naamini mechi ya kesho watashinda. Tena waweza wakashinda kwa idadi kubwa ya magoli na waweza wakacheza pia mpira mzuri. Umeelewa? Kwa hiyo swala la kushinda Simba sio issue. Lakini pia hata Pantev alikuwa ni mpya, lakini timu haijafanya vizuri bwana Meja. Timu haijafanya vizuri. Imefungwa tu mechi hizi 2 za kimataifa. Kufanya vizuri vipi? Mwalimu amekuja anataka kuingiza mifumo yake. Lakini Tanzania kuna utaratibu fulani, kuna baadhi ya viongozi wanapenda kumpangia mwalimu namna ya upangaji. Na ndio maana hapa alipanga kikosi chake, kikosi kafungwa goli 1. Akaenda kule akapanga kikosi ambacho cha mashabiki walichokitaka na viongozi, akafunga goli 2. Umeelewa? Kwa kila kocha anapokuja ana pattern zake, ana mifumo yake. Wanalazimisha mwalimu acheze kama wanavyotaka, na hicho kilichotokea wamefunga goli 2. Lakini yote kwa yote mimi naamini huyu Matola mara nyingi anapokuwa Matola ni kocha.
Umeelewa? Ni kocha mwenye veti na ni kocha mzuri kwa sababu kwenye timu alizopitia zote unaona namna alivyofanya vizuri. Alikuwa na grooming nzuri ya watoto kipindi kile cha kina Ibrahim Wajibu, wakina Jonas Mkude, aliwatengeneza vizuri, timu ikawa vizuri. Ni kocha. Tatizo letu pengine sisi hatupendi kuwaamini wazawa kwa kuwapa hizi timu za Simba na Yanga. Umeelewa? Lakini naamini Simba kesho atakwenda kufanya vizuri na mechi nyingine wakimwamini. Lakini ni ngumu sana pia kumwamini moja kwa moja Matola kutokana na namna falsafa zetu zilivyo. Lakini kama wakimwamini anaweza akawapeleka kwenye nchi ya ahadi. Lakini cha kwanza wamalize hizo tofauti zao, watulie, watengeneze mfumo mmoja. Ile neno la nguvu moja libaki vile vile kama sasa hivi imekuwa ni nguvu mbili. Umeelewa? Watengeneze mfumo wa nguvu moja, wamwamini mtu ambaye na wewe kama ni Mangungu tunakupa timu, tunakusikiliza wewe. Kama wewe ni Mo tunakupa timu tukusikiliza wewe. Manake muundo wa wenyekiti wawili ndani ya klabu moja utoke. Unawatafuna, wewe unawatafuna sana. Unawatafuna na utaendelea kuwatafuna. Hata kama nisikilize, hata kama watachukua ubingwa wa Afrika, lakini swala la kuwa na wenyeviti wawili hilo swala litawatafuna sana. Hawajajipanga kuishi katika mfumo huo. Sio umeelewa? Yaani hii mifumo mipya lazima uipractice, lakini wao hawaja practice kuishi katika mifumo hiyo. Hicho ndio kinachowatesa na kitaendelea kuwatesa, na sisi kama Yanga tunafurahia tunapoona wenzetu wanakuwa wanasigana kama hivi, kwa sababu Simba ukimwacha akatulia ana balaa. Yaani sio timu mbovu. Kwa sababu kama kimataifa anashika nafasi ya 5, hiyo sio timu mbovu. Umeelewa? Ni timu nzuri. Kwa hiyo hivi inapokuwa na migogoro na sisi tunaongezea maneno ya kuwaudhi waendelee kufaragana. Yes, kwa sisi ndio furaha. Kwa mfano kama mimi nafurahi sana Matola akiwa pale kwa sababu ni kocha ambaye ametupa ushindi mara nyingi sana. Ni kocha ambaye anatusaidia sisi Yanga tuweze kushinda. Kwa hiyo ni kocha ambaye anatakiwa aendelee kubaki. Anawasaidiaje? Anawasaidia. Bwana Meja, mbona kama unachokonoa mambo hivi? Anatusaidia kwa sababu tunaweza tukazungumza naye. Yaani Matola alitoka kupiga simu kwamba njoo hapa sehemu fulani tukamnakaa mnazungumza, mnajadili. Lakini ukimleta kocha wa kizungu maana yake anakuwa mpya, tunashindwa namna ya kumuingilia. Lakini kwa maana ya Matola ulitoka kupiga simu moja kwa mtu mama Matola, uko wapi bwana? Tukanywa chai sehemu fulani inanili moving pick, mnakaa mnakunywa chai mnazungumza. Kwa hiyo uwepo wa Matola Simba Sport Club sasa hivi ni faida kwa Yanga. Ni faida mno sana, na mimi namuombea Matola aendelee kubaki pale, namuombea Mangungu aendelee kubaki, afanye utaratibu pengine hata katiba ibadilishe ili aweze kugombea msimu wa 3 kwa sababu sisi kwetu sisi ni faida. Umeelewa? Sisi ni faida. Na Ahmed Ally aendelee kubaki kwa sababu ni msemaji ambaye amekuja hajapata taji lolote, hajanyanyua makwapa. Kwa hiyo hao watatu wakibaki pale Simba, kwa sisi Yanga faida kubwa sana. Yaani mimi na enjoy sana. Napoona wale huwa nafurahia, naona kama familia. Yaani Mangungu, Matola, Ahmed Ally ni familia. Familia. Sasa msemaji anavyozungumza kwamba kuna watu wanavisha vitu. Ni familia, wale ni familia. Ni familia. Okay, labda neno la mwisho sasa. Nanyi pia lakini kesho mko na mechi, nadhani mtacheza saa 10 jioni. Sijakumbuka kama mnacheza timu gani kesho. Tunacheza na Fountain Gate KMC. Okay. Kiwango cha wapinzani wenu Fountain Gate na Young Africans kwa sasa hivi jinsi mlivyo, hiyo mechi kesho unaitabiri itakuwa na matokeo yake? Sio swala la kutabiri. Sisi hakuna tunachokihitaji zaidi ya ushindi tu. Hakuna swala la utabiri. Yaani wanasema nguvu tunayo, sababu tunayo na nia tunayo. Yaani kwamba tutashinda ngapi, hapana. Lakini tunachohitaji sisi ni ushindi, no excuse. Kwa sababu hapa tulipo tumewazidi mchezo Simba na kwa point kama 2 kama sijakosea. Umeelewa? Kwa hiyo nimekuambia Simba wakikaa vizuri, wakituseto vizuri, sio timu mbovu. Timu ambayo Afrika inashika nafasi ya 5, hiyo sio timu mbovu. Umeelewa? Ni kwa sababu tu ya migogoro, lakini wakiamua kuseto ni timu nzuri. Kwa hiyo namna tunavyokimbizana tunahitaji kesho tushinde. Yaani hakuna excuse wala msamaha kwa Fountain Gate. Kwa hata tusamee sana. Nadhani wanataka wapate point hata 1 au wapate 3, lakini watatusamee kwa sababu tuna jambo letu. Huyu mtu anayetufukuzia huku tusipofanya mambo mapema tukashikilia point zetu pengine. Kwa sababu hapo tunachoombea sisi tushinde kesho. Wao nadhani kesho wanacheza usiku. Alafu watacheza tena na Azam nadhani tarehe 7, ambapo tarehe 7 sisi tuko Dodoma tunacheza na Coastal Union. Mechi imeahirishwa, inapigwa Dodoma. Kwa hiyo tutakachofanya manake tushinde sisi, alafu tukiwa tunaweka ubani, kwa sababu nishakwambia Matola, Mangungu na Ahmed Ally ni familia, wanaweza wakatusaidia hizo pointi za Azam, tukazungumza nao, mambo yakawa vizuri tu. Bwana mimi nikushukuru sana ndugu Meja. Asante sana. Okay, asante.